Na wasalimuni nyote kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndugu zangu wa Kristo, tumekutanika tena mahali hapa kwa lengo la kumwabudu Mungu. Kabla ya kuingia katika ibada takatifu, tutakapokwenda kula na kunywa pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo, tumekuwa na desturi pia ya kuwa na maombi tukimsihi Mungu kwa ajili ya ibada itakayokwenda kuanza hivi karibuni. Lakini pia tumekuja kwa ajili ya kuomba radhi mbele za Mungu. Nasi tumefanya hivyo sasa, kwa sababu sisi kama wanadamu tuna mapungufu ya hapa na pale. Lakini pia kumshukuru kwa ukarimu wake wote aliyotutendea. Katika tafakari yetu ya leo asubuhi, tutakwenda kutazama kitabu cha Yohana, Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mtumishi Yohana, sura ile ya kwanza aya ya 43 mpaka ile ya 51. Aya ya 43 mpaka ile ya 51. Neno la Mungu linasema, siku ya pili yake alitaka kuondoka kwenda Galilaya, naye akamuona Filipo. Yesu akamwambia, nifuate. Naye Filipo alipokuwa alikuwa mtu wa Bethsaida, mwenyeji wa mji wa Andrea na Petro. Filipo akamwona Nathanaeli, akamwambia, tumemwona yeye aliyeandikiwa na Musa katika Torati na manabii, Yesu mwana wa Yusufu, mtu wa Nazareti. Nathanaeli akamwambia, laweza neno jema kutoka Nazareti? Filipo akamwambia, njoo uone. Basi Yesu akamwona Nathanaeli anakuja kwake, akanena habari zake, tazama, Mwisraeli kweli kweli, hamna hila ndani yake. Nathanaeli akamwambia, umepataje kunitambua? Yesu akajibu akamwambia, kabla Filipo hajakuita, ulipokuwapo chini ya mti nilikuona. Nathanaeli akamjibu, Rabi, wewe u mwana wa Mungu, ndiwe mfalme wa Israeli. Yesu akajibu akamwambia, kwa sababu nalikuambia, nilikuona chini ya mtini, waamini? Utaona mambo makubwa kuliko haya. Akamwambia, amini amini nawaambia, mtaziona mbingu zimefunguka na malaika wa Mungu wakikwea na kushuka juu ya mwana wa Adamu. Bwana apewe sifa. Amen. Tumekuja kumwabudu Mungu, lakini pia tumekuja kumshukuru Mungu. Tumekuja kumsifu Mungu. Tumekuja kula na kunywa pamoja na Bwana wetu Yesu Kristo. Tumekuja kumsikiliza atakapokwenda kutuhusia mema ya mbinguni. Tumekuja kuziganga nyoyo zetu kupitia mahusia matakatifu ya Yesu Kristo. Tumekuja kwa ajili ya kuponywa roho zetu, ili hatimaye tupate kustahili kuwa miongoni mwa watoto wa Mungu waliozaliwa kwa Roho. Tumekuja kwake yeye anayeheshimiwa, mfalme wa mbingu na nchi, yeye aliye mfalme wa wafalme, yeye aliye mwokozi wetu, yeye aliye tumaini letu. Tumekuja kuponya roho zetu zipate kupona. Bwana wetu Yesu Kristo anatuonyesha mtu aliye mfano wa kuigwa. Anamtambulisha kwetu mtu anayeitwa Nathanaeli, mtu mwema kabisa, mtu mtakatifu kabisa. Ili nasi tunapokwenda mbele zake tujihakikishe kwamba huyu tunayekwenda mbele zake ni yeye aliyefufuka, ni yeye aliye mshindi dhidi ya dhambi na mauti, ni yeye ambaye atakwenda kutupokea siku ya mwisho. Anatutaka kabla ya kwenda kula na kunywa, tutafakari kwanza, tupate kujikagua, tupate kujitazama na kujihakiki kama ule usafi wa moyo upo kweli kweli.
wakati fulani amesema kama mausia kwetu kwamba yeye kama mwana wa Mungu, yeye atakayezihukumu siri za wanadamu, anasema sitamhukumu mtu kwa kuyasikia ninayoyasikia, wala sitakwenda kumhukumu mtu kwa kuyaona yale ninayoyaona, isipokuwa haki itakuwa ndio mshipi wa viono vyake. Haki itakuwa ni mshipi wa kujifungia. Haki itakuwa ndio yeye, na yeye atakuwa ndio mwenye haki. Ametuleta tena pamoja siku ya leo ili kusudi tupate kuitenda haki, tupate kuiona haki, ili haki na sisi ipate kuwa mshipi kwetu. Anasema, tazama Nathanaeli, tazame Mwisraeli kweli kweli, hakuna hila ndani yake. Sisi tunajua hila ni kitu gani. Sio mnafiki huyu, sio mbea huyu, sio mchochezi huyu, sio mtu mwenye kudanganya, sio mdanganyifu huyu. Hana chuki na mtu, hana hasira na mtu, wala hajamdharau mtu, wala hajamjivunia mtu, wala hajamzuilia mtu hicho chema ambacho Mungu amemjalia, isipokuwa haki imefuatana naye Bwana wetu Yesu Kristo, mwenye uwezo wa kujua mawazo ya watu, mwenye uwezo wa kuyaona mawazo ya watu, kwamba unawaza nini, utakwenda kufanya nini baada ya dakika hizi chache. Anamuona kuwa ni mtu safi, anatuambia, anasema, tazameni Mwisraeli kweli kweli, hakuna ila ndani yake. Hajamfitini mtu huyu, hajamsengenya mtu huyu, hajamsemea uongo mtu huyu. Nake anatutaka sisi twende mbele za Kristo huku tukijitazama kwamba hakuna ila ndani yetu. Katika kipindi chote cha wiki nzima tangu tulipoachana wiki iliyopita, hakukuwa na hila ndani yetu. Hakukuwa na unafiki ndani yetu. Hatukumsingizia mtu ndani yetu. Hatukusema uongo kwa ajili ya mtu mwingine. Hatukumuhisi mtu vibaya kwa ajili ya kuleta fitina, wala hatukufanya lile lisilompendeza yeye aliyetuleta pamoja. Anatutaka sasa tujihakikishe. Anatutaka twende tukamshukuru iwapo kama hatukufanya hayo ambayo ni hila. Anataka twende tukamshukuru kwa kuwa alitulinda hata pale tulipoanguka katika dhambi, akatukumbusha, akatushika mkono, akatunyanyua, akatuleta tena leo pamoja ili kusudi tupate kuja kumshukuru. Anatufundisha leo kupitia Nathanaeli, kupitia huyu Mwisraeli kweli kweli, ambaye hakumdhania mtu uongo, hakumuhisi mtu uongo, hakumsemea uongo, wala hakumfanyia makusudi ya uongo, wala hakufanya lolote baya. Sema, tazama Mwisraeli kweli kweli, hakuna ila ndani yake. Mimi Yesu ndiye ninayejua, ndiye ninayeona, ndiye ninayethibitisha hakuna ila ndani yake. Ananitaka mimi na wewe kama Wakristo wa Mungu tuhakikishe haya tunayaishi kabla ya kwenda mezani pake, kwenda kula na kunywa pamoja naye, kwa kuwa atakaa tu pamoja na walio safi, wasio na hila ndani yao, wenye kumpendeza, walio watakatifu. Ndiye ambaye anakubaliana nao, ndiye ambaye atakaa mezani pake, ndiye ambaye atakula pamoja nao, ndiye ambaye atakunywa pamoja nao. Ninapokwenda kujitazama katika nafsi yangu, katika moyo wangu, sina hila, sina unafiki, sina umbea, sijamdhulumu mtu, sijamnenea mabaya mtu, sijamsengenya mtu, sijamsingizia mtu, sijamuhisi mtu vibaya. Haya ndio ambaye Bwana wetu Yesu Kristo anataka tujikague, na kama yalikuwepo katika kipindi hiki cha wiki moja hii kabla ya kuachana wiki iliyopita, anatutaka sasa tuhakikishe hayo hayapo tena. Anataka tuhakikishe zile hisia zetu mbaya zinaondoka. Anataka kuhakikisha kwamba yale mabaya yameondoka, na kila kilicho dhambi kwetu hakipo, kila kilicho chachu kwetu hakipo. Ndipo tutakapokwenda kukaa na kula pamoja naye tupate kukubalika. Amezidi kusema nasi kupitia sura ya 5 Injili takatifu kama ilivyoandikwa na Mathayo, sura ya 5 aya 22 mpaka 24. Sura ya 5 aya 22 mpaka 24, anaposema yeye mwenyewe Bwana mkubwa anasema, bali mimi nawaambieni, kila amuoneaye ndugu yake hasira itampasa hukumu, na mtu akimfiolea ndugu yake itampasa baraza, na mtu akimwapiza itampasa jehanamu ya moto. Basi ukileta sadaka yako madhabahuni, na huku ukikumbuka ya kuwa ndugu yako ana neno juu yako, iache sadaka yako mbele ya madhabahu, uende zako ukapatane kwanza na ndugu yako,
kisha urudi utoe sadaka yako. Bwana apewe sifa. Haya ni mahusia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Anatukumbusha mimi na wewe. Tuambia una neno na mtu, hebu usinitolee chochote. Usiniletee chochote. Usiseme na mimi hebu acha kwanza. Hebu nenda kasuluhishe jambo hili ambalo liko moyoni mwako. Hebu ondoa hasira moyoni mwako. Hebu ondoa chuki moyoni mwako. Ili kusudi mimi nipate kukubali. Sababu mimi nawakubali wale wote wanaopenda haki, wale wote walio waadilifu, wale wasio na uchungu, wale wasio sengenya, wenye midomo safi na mikono safi. Ndio ninayewakubali, ndio nitakao wapokea, ndio nitakao sema nao, ndio nitakao kula nao, ndio nitakao kunywa nao, ndio nitakao wakaribisha kwangu, mpate kukaa pamoja nao sasa na hata milele. Mungu abariki neno lake.